Kitambo ilikuwa ati mtu ameninyima mkate analia. Kuna mzee aliniambia anapatiana mtoto wake pombe kidogo ndio alale. So yeye anafikiria acha tu alale. Asililie hapa asisumbue. Acha tu bora. Maybe kuna kijana huko nje amekaa ako na depression, ako na stress, ajui afanye nini. And the only hope they have ni hii conversation itawasaidia maybe to take a step. What would you tell that person, that young person who is on the verge of giving up? Brain ya mtu inafanya ile priority kama inapanda. Una stress sana ndio unashughulikia sana. But again, raise a very important aspect of venye watoto tunalelewa. Nimezaa mtoto leo, the next time nimempea simu ako kwa Cocomelon, nimemletea tablet, niko nyumbani kama mzazi sina time. So kazi yangu akilia kidogo tablet, akifanya kitu watch huko. So inafanya nafikiria labda wazazi, because when you talk about adolescents, tukiongelea vijana 24 years and below, most of them wako kwa family setup, maybe hawajaanza kujikimu kimaisha wenyewe, kuna caregivers. So wazazi wetu, maybe caregivers, are they really supporting us to address mental health? Kwanza nimesema saa zingine shida hata si wazazi wenyewe. Wazazi wako sawa. Wazazi at least wanajaribu kulingana na ile knowledge wamegrow nayo. Mtu anajua unajua mzazi ikuji kama uko na manual naambua hivi ndio jinsi ya kulea mtoto. Unapata kufunza. So mara mingi unajifunza na ile mtoto wako wa kwanza. Na ukiangalia huko nje ile awareness about mental health bado iko chini. So kuna wazazi ndio wanajua hii ni mzuri hii ni mbaya, lakini hawajaelewa ubaya wa hii kitu in the long term ni gani. So saa zingine huko nje tunaweza kuwa tukidhani tunaweza laumu hao wazazi wenyewe, kumbe hata wazazi wenyewe pia hawajui. So tumekuwa tukiangalia vitu tuseme kwa urahisi zaidi. Tunasahau kuwa hao pia ni binadamu na tumegrow kwa ile environment ya Kiafrika. So ukichelewa shule unapigwa. Hizi hawapigwi. Imekuwa tofauti ni atia. Umezoea mzazi kupigia kelele unachangamka unafanya kitu haraka haraka. Siku hizo ukipigia kelele imekuwa ni shida. Sasa why you shouting? Usinishautie alafu inakuwa ni shida. Mbona unanijibu? So tunagrow na environment different na ile yenye tunajaribu kuwa mzazi kwa hiyo environment. So vitu zinakuwa tofauti na venye unafikiria basi kenye unafanya. So challenge imekuwa ni ile lack of awareness about hizo mental health issue. Kuna mzee aliniambia anapatiana mtoto wake pombe kidogo ndio alale. So yeye anafikiria acha tu alale. Asililie hapa asisumbue. Acha tu bora kama ni spiritual kidogo alale. But sasa amesahau kuwa hizi vitu in the long run zina affect mtoto. So awareness. I think that raises also a very important discussion kwamba mental health issues in these things that are always there, but kuna some assumption na kwa undani umeongelea kwamba the lack of awareness part. So pengine pia unaweza fafanua zile mbinu ambazo pengine kama kuna mtazamaji pale ama vijana wanaweza tumia ku make sure at least people are aware of these mental health issues. So some of the hizo mbinu na other things that you can propose. Mimi ni yule mtu mwenye naamini ukifanya kitu unafaa kufanya na njia tofauti. If you do something the same way, always expect different results. So you have to do something in a different way. Kama kuna kitu moja ijakuwa ikifanywa na kwa muda mrefu ni kuchukua mental health alafu unaipeleka kwa ile space yenye watu wanapatikana. Tumekuwa tukiambiwa tu kujeni mfanyiwe counseling, kujeni mfanyiwe hivi. So mtu kutoka kwa nyumba akuja kuambia niko na stress ama ni kama iko na uzito fulani. Lakini ukimwambia hao ni vijana kadhaa wamewatch game na hiyo basi sasa ndio limecheza pale. Then take your break bila kubonesha Guinness, muoneshe depression. So atakuwa already ashaanza kuangalia labda anaweza kuwa na hizi symptoms. So tunachukua ya mental health but tunaipeleka pale penye space ya yule kijana iko. Kama ni football, napenda venye mind skills wanafanya. Anachukua football alafu ana incorporate hiyo aspect ya mental health. So at least mtu akicheza hiyo football anakumbuka pia mental health inaweza kuwa ni an issue. So same thing ukitaka kufikia pia akina mama wako na chama. How about tupeleke hiyo message ya mental health kwa hiyo chama? Instead of kupeleka message ya pesa peke yake, tupeleke wanapoteza pesa na kupoteza. So let's take these mental health messages kwa the spaces where people are.
not the other way around. Mtu akifeel like anaweza toka hapa nje alafu ajue in case niko na hii na hii ni trauma, tayari shamsaidia mahali. Kuna other stress zenye wanapitia huku nje na normally brain ya mtu inafanya ile priority, ni kama inapanga. Unakustress sana ndio unashughulikia sana. Ile kitu inaikustress sana unaweka kwa chini. So mtu akiona acha badala kwenda counseling, acha niende ichape hustle nipatie 5,000 nilipe ni sort ile hata nafanya hiyo hustle achane na nyingine. So let's take mental health kwa your space zao. Hiyo ni one of the ways tunazotumia. Njia nyingine tunazotumia ni social media. So watu wenye wako content creators, hii msema tu ni more of a call for action. For a content creator, at least do something ya mental health, ingiza hapo ndani ile content yako. Hata ukidance na shati yako imeandikwa symptoms of depression, at least utaisoma kwa sababu unajua kudance. You still send the same message, you create awareness at the same time pia you create content. So I feel like we need to find other ways to create awareness about mental health. So we have very many people outside here with ideas. Let's listen to them to know what else can we do about it. Kama sasa naona ni campaign period imekaribia na ya politics. Probably kutakuwa na many t-shirts written hizo machama. But sasa hizo how about tuongeze ka message hapo chini. If you vote for this, you vote for the mental health. If you do this year itafanya mtu mwenye amevaa hizo t-shirt za chama kaa zote pia na create awareness akisonga kwa mbele. So taking mental health to the people ama the spaces where people are. That's very insightful kabisa. Just concept ya kukuwa na targeted messaging to reach people where they are with the correct information kuhusu mental health. Umeongelelea kuhusu using social media, everybody in the media trying to use that space to amplify the mental health issues, because the truth of the matter is these are issues with us either way, directly or indirectly. I think that was so insightful and great to know that there are many ways that each one of us has a role to play around that same thing. Labda venye ulikuwa umesema we should take the message to where the people are, and today in this conversation it's part of taking the message to where the young people are, our audience. I know they are listening out there. They are looking forward to hear from us as we discuss mental health and as we take this message to them. Maybe kuna kijana huko nje amekaa akona depression, akona stress, ajui afanye nini, and the only hope they have ni hii conversation itawasaidia maybe to take a step, maybe as a psychologist, someone who has experience. What would you tell that person, that young person who is on the verge of giving up maisha? Mimi kitu naweza mwambia ni kitu moja. Ile shida yenye nilikuwa nayo nikiwa mtoto, sasa nikiangalia mimi mwenyewe ucheka juu hiyo shida nikaa imekuwa si shida tena. Kitambo ilikuwa ati mtu ameninyima mkate na lia. Siku hizi nikikosa mkate sili. Si ati hata sasa nikinyima hiyo mkate kuna mtu ana feel your problem nikaa ni problem kubwa, kuna mtu ana feel problem nikaa ni problem kidogo. But kitu ninaweza ambia wewe kijana wangu, huyo msichana kwa hapo nyumbani mwenye ana feel kama problem yake ni kubwa sana kuliko hiyo problem mtu mwingine, just give it time and seek help. Kipatia time, sometimes hata hiyo problem inaenda kipotea peke yake. Sijaona mtu anabeba hiyo shida ya mahali ya kiakili ama uko na stress yenye umechukua throughout your life na itafika mahali penye utasikia at least this time round I'm letting it go. Sometimes people give up too quick. Patia time and then as you give it time, try and seek help. Na seek help kwa nani? At least kuna so many people ama numbers that you can call, like for example kuna 1190. Unaweza call 1190 and then talk to a counselor, talk to someone who understands it. At least anakupatia some ideas on this is how I can go about it. Sometimes you can even pop in kwa any public hospital. So most of the hospitals ziko na a psychologist somewhere or a day inameka kando yenye atakuja kwa exactly. So ukikuja hapo unaweza kuja kwa any public hospital and then una book a psychologist and then you talk to them. Other than that, hata kabla ufike kuna other ways unaweza fanya ku deal na stress. Like for example kwa nasema ndani ya kifua moja huwezi weka moshi na chuma at the same time. So usikie kama uko na craving ya sigara, piga gym kidogo, kisha sikia kama unasema kwa kidogo, utafeel ile craving ya sigara inakuja tena.
At the same time ukisikia ni kama kuna venye uko na craving ya hii pombe, nifanye nini? Jaribu kukimbia. Ukisha sweat utashtukia hiyo stress yenye ulikuwa nayo, you need that drink imeisha. Yeah. So physical exercises very important. Journaling, sometimes hata ukiandika tu about you feel. By you writing it on a piece of paper ni kama unaji-express. Yeah, so it's a way of expressing what you are feeling. So utakuwa ni kama umesolve that problem by just expressing it to a piece of paper. So that's what we call ni kama unafungua kenye iko ndani ya akili ukipeleka kwa karatasi. Mara mingi watu huumia kwa sababu wamefungia hizo vitu ndani ya roho. Unasikia mtu alinitukana alafu umefungia mahali. Sijui nani alisema naongea sana, alisema nakaa vibaya, alafu amefungia. So after some time you notice amefungia sana, alafu imekuwa ni kama balloon. Ukifungia hewa mingi after some time it will burst. So ikipasuka pale penye kuna mbaa analewa sana. Ikipasuka penye kuna vita anapigana ni kama mtu amemkosea sana. Ikipasuka penye kuna maneno anaweza kurushia maneno 2-3 shangae ni mtu true. Asante sana. I think I'm picking one important approach here. Tunaambiwa na psychologist wetu seek support. So vijana wenye mko hapo nje, mambo ni mingi. Maisha sometimes inaweza kuwa ngumu, inaweza kuwa rahisi, but if you are going through something, kuna kitu inakusumbua, seek support. Na shatuambia kuna 1190, ametuambia kuna public facilities ni mingi huko Mombasa. Walk into a public facility, zungumza na mwana saikolojia uweze kusaidika. Anatuambia exercise. Kuna beach ni mingi, toka kwa nyumba, enda utembee huko kwa beach, punga upepo. Na njia mingi zaidi za kuweza ku-address issues za mental health. So, usikuwe balloon jamani. Yet, kuna a lot of support all over, unaweza saidika. Na pia, tukumbuke, hakuna kitu ngumu. Yes, there's always a solution to everything, and that was very important. Asante sana kwa those insights. I know this is part of the many series that will be having za masuala ya afya ya kiakili na create this awareness, na pia not only creating awareness, kuhakikisha kwamba we support those young people or anyone else there who has a mental health issues or has something they are not sure what it is, to get that support. The last thing for this episode, that what's your final word as we close? Ninasema ni binadamu akizaliwa huwa si anadropio tiva alafu anatoka mbio. Yeah, life ni step by step. Yeah, ipatie time. Ukiona hapa challenge ni ngumu, hiyo ni step ya kwanza. Jaribu tena, utajaribu kushake kidogo then usimame anaga step 2. Yeah. So life ni step by step. Take things slowly. Ukiona kuna something yenye hauelewi vizuri, tafuta mtu mwenye anaelewa vizuri akueleze. Ukiona maybe kuna mtu mwenye ameprogress sana kukushinda, usijifananisha na watu wengine, bado hujafika hiyo step. Yeah, so vijana wengi huko nje kuna pressure sana ili wanataka kukimbizana na watu wengine. Na kuna mtu maybe alizaliwa kwa familia iko huko juu, yeye iko huko chini. Shule yake alienda iko huko juu, ingine iko huko chini. Lakini labda yuko mbele atapata kazi mbele ya huyo mwingine. Au labda ata create employment alikuwa huko mbele. So kila mtu akona pace yake, usijikimbize kwa sababu ya pressure ya life. Just because mtu mwingine ako pale mbele, mtu mwingine ameendelea kimaisha, hiyo maisha ni tofauti na yako. So watu wengi huku nje wanapenda sana kujicompare. Na vijana wetu, na one thing ningewaambia ni usijifananishe na watu wengine, na ukiwa na shida yoyote jaribu kuseek help. Come to us, contact 1190 and we'll get help. Thank you so much for that. It's been an interesting conversation. Tumeweza kujifunza mengi, na hapo tu ndio tutamalizia hapo ambapo amesema seek support. Na in the next episode we'll keep on bringing more of this conversation. You can always comment on what you want us to talk about. Unataka tuongelee nini zaidi kuhusu mambo ya afya ya kiakili? Hayo maswali yote ambayo kuna tutakuwa tunajibu katika hizi episodes. Hii yote kuhakikisha kwamba tunasaidiana, tunaweza kusaidia jamii kuimarisha afya yao, because wanasemanga there is no health without mental health. Asanteni sana na tuonane kwa the next episode.